katika jina la Yesu. Yes, ndio neno limewekwa ndani ya roho wako. Lakini upako inawachilia hiyo neno kwenda kufanya kazi. Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Na kusikia neno la Mungu. Baada ya kusikia neno la Mungu, baada ya kuendelea kusikia neno la Mungu, imani inaendelea kuja. Lakini upako inaweka hiyo imani nguvu na uwezo kufanya wewe kazi katika maisha yako ya kila siku. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sisi waumini katika maisha yetu ya kila siku, tukiwa katika maisha ya siri, au maisha ya hadharani, ni vile tulivyo. Wewe uwe huyo mtu wa ikiwa hadharani na ukiwa na wabu, yani maisha yako ni ile ile, yako ni ile ile, vile unaenenda na watu ni ile ile. Na hiyo inawezekana peke yake ukisha badilishwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Biblia inasema siku hii inakuja. Siku hiyo ni leo. Msiko wake shetani itaondolewa pekani mwako. Unajua ulimwengu wa kiroho ikifunguliwa, nani ameona shetani? Yani shetani amesema, unasikia mimi nafukuzwa kila bahali, toka kwenda. Yotu ya shetani awale shetani kigerango keonata nage keusa nage lenda mande yotu. Na leo nimekuja kujulisha kwako. Ole awa yona nina barunge shetani. Ona tu matendo ambayo unaona hizi ya Mungu. Inaengi toba isione ile none kuba Jehova, inone kuba Jehova. Ndio watu wengine shetani akihangaisha mtu. Na tena mna yanga inali tita shetani. Shetani akihangaisha jamii fulani. Yani yanga bultana wanyalil kachi shetani. Unasikia tu maongeo ya watu wa vijiji. Ile tena tunalala tabi hapo kweli. Shetani kweli amesimama kwa hiyo. Yani kumwagole tikoro ni shetani ekuwa ambaye huko waangilisha tinatini. Ninaona wala baitani wa shetani. Unajua unathibitisha na kuwekea yeye muhuri. Kuthibitisha. Ingele nata ni nei muhuri agitwasie igoini. Lakini waumini wa Kristo. Lakini waandike wa Kristo wako na jibu. Kwa uwezo na nguvu wa Roho Mtakatifu. Kufukuza na kuangaisha shetani katika jina la Yesu. Tumepokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na tutachukua hatua ya pili kujazwa Roho Mtakatifu. Sisi ni watu tofauti. Sisi ni watu tofauti. Katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kufanyika kuwa wana wa Mungu, majina yetu imeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Hiyo imethibitishwa. Lakini kabla tujaenda kule, lazima sisi waumini lazima tusikike. Mahali popote tulipo, katika jina la Yesu,
Yesu Kristo. Wakiwa na shida wanasema ita fulani. Yani obibi ko entabu kwa mwagole kurwananu. Unajua ukishachua mamlaka katika Kristo, Ingela na yani amuga na kimnatet Kristo je. Shetani akileta shida hapa na pale, Yamba oinde tabu nyuna na wewe. Wewe ndiye Mungu na mwambia Mungu utufukuzie huyu shetani kutoka kwetu. Kombe nijini toba agile toba onwe aiden. Biblia inasema nini katika Luka 10:19? Mwana ngolio toba ende dabu Luka tama na somo. Inasema tumepewa uwezo na nguvu. Ologero hawa na kimnatet la muge. Wakanyaka ingena isike. Halo tejere no amelmelwe. Nguvu kwa inashika nguvu za ibilisi shetani. Yani kimnatet na ba oi. Na kuna chochote ambayo watawadhuru. Kana mama mingi na mutego ngema. Katika jina la Yesu Kristo. Ekaine da Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Watu wakiwa wamepokea uwezo na nguvu wa upako wa Roho Mtakatifu. Ikiwa tai kamna tili laga ile no tamna tili. Watu wakiangaishwa na shetani katika jamii katika miji. Ina anyalil bigo inde tengo agati sega na gokwe. Na kila mtu anaangalia chini. Agogere mweji tulu. Unajitokeza. Mungu. Haleluya. Haleluya. Tangulia mwambie watu niko na jibu. Aliweta yuna bimwa bigilanda walutet. Waka hawezi kutangulia. Mangete na nyawon. Kila mtu anaangalia. Tunalo. Kama sana wewe kama unajitokeza umeokoka, wewe angalia chini kwa kuingia. Kana sana boyo ngengele gisigu. Tani ile mtobi tutinda. Ngeli. Unajitokeza. Yari Mungu. Au lende jibu kwa watu ambao wako na shida. Agigachi bigwa lutet. Netinda Katika jina la Yesu. Ekaine da Yesu Biblia Kristo. inasema hiyo mzigo yako wa shetani itaondolewa leo pekani mwako. Kama hayo malio pelekista la utet en tugigai kwa kibaseta. Unajua nini? Ingene. Kama Kristo akiwa ameokoka amejazwa na Roho Mtakatifu na kuwa muombaji. Yani goni net ko yo tai tura Kristo Yesu akamna tili awa kine so Saina tunasema tuabudu Mungu, tuinue Mungu. Yani kala tana magile onge ngete ndio tuba. Uweze mwambia inua mikono yako juu. Kome mwaini ile tuna unagu. Ni automatic. Yani chule. Lakini yule mwingine, Lakini nini ko? uinua mikono. Kongo bare ko chun. Mikono nasema, Yesu konga dosa unega ko tene. kwa sababu mzigo iko wapi? Amu mimi le ngando dauje. Itigai. Hata mimi nasema leo. Mwangalia kwa ndani. Leo. Wani ndano ruga ile ra. Haleluya. Awu. Amen. Haleluya. Unadhani mambo ya imani? Kuju bagane. Ni kuongea. Kogengala. Haleluya. Haleluya. Fanya nini? Kuongea. Kuongea. Kogengala. Ukisema shetani ameshindwa, Mwaile kigindeteri no indeni. unasema amen. Imwaile me. Iwe hivyo. Mo unata. Lakini ukiweka si, Lakini kwa tingar kuti inde sibit. yule ataongea ya. Kwa ndio kana wale kidan nyaleki. Soi hatua ya baraka ya kwanza ujazwa na mpasi wa upako wa Roho Mtakatifu. Kona dawa roho ni omnu ne tili. Na baraka ya kwanza, Kwa burone ta. msiko wake shetani kuondolewa pekani mwako. Yani ko istala utet ka burone ta ko istala utet edigo igu. Kiinua mikono yako unasikia nyepesi. Kone jule ule kuiga se usizinda. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Unasikia wewe uko live. Ingete ile yani usus. Amen. Amen. Kwa sababu msiko wa shetani imeondoa. Amungo iste la ute na setan. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Lazima ujue hiyo. No alu ina Hatua ino. baraka ya pili. Ka burone bo. Sasa wa Roho Mtakatifu. No bo ngite amene tili. Haleluya. Amen. 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 Lazima tujue na kukaa katika neno la Mungu. Na luge nai age tebe ngolota tu. Katika maisha yetu. Esa be nyon. Nira yake shetani. Chokit age tu na setan. Unajua ukifungua ulimwengu wa kiroho. Ingele geak. Unajua Iyer ola ta mire. lazima uwe na macho ya kiroho. Na alu tinye wanye ko to. Kuangalia
ige ulimwengu wa kiroho. onda tamun milioni. Shetani ni moja. Shetani atwagenge. Na hapo na wafanyakazi aina mbalimbali ambayo inaitwa mapepo. Hapo kidogo waitine chiketete tugure masamwani. Haya, huyu Shetani anakawia kazi. Ne kijapte shetani boisioni. Unajua kuna mbingu aina tatu. Ingela mingi msangwa tise kwa nyuso. Ya kwanza ni hii tunaona. Kimsangwa na tago ni kigere. Bali Yesu atakuja kukutana naye, siku ile atakuja kuchukua kanisa lake. Letungi tuyeti ni ake so yetunganyo onawa omut kanisa yenye. Juu ya hii mawingu, yani baragut apolichu. Heaven ya pili. Kumsangwa na boy. Ambaye ni headquarters wa Shetani. Kwa hiyo tananyo le namu Shetani. Lendo yani headquarters na Shetani. Ndio siku ile Danieli aliomba. Ndio namu ne kasarikika atata Daniel. Na malaika akatumwa siku hiyo kuleta jibu. Kwa hiyo malaika yako Daniel waluje. Shetani na kundi lake alizuia yeye. Kwa Shetani akurubeni kwa ite malaika ya. Bana Danieli akakomba na kufunga siku 21. Kwa takarko rugut ke Daniel awosoe betuche tutemai. Lakini kwa sababu Daniel alikuwa na kuza mbingu watatu. Kwa mu Daniel kwa kitinye limsoko na masomo. Michael akatuma. Kiyo no baluge ne Akoja kuondolewa yule ibilisi. Kono osta yani masabwani na not. Na yule malaika ambao alikuwa analeta jibu akakuja. Kwa kitaje malaika yande no gibu wala. Sasa mbingu ya pili ni bali Shetani anakaa na anapanga kazi yake. Kimsangwa na boy kole mi Shetani au tete tuki. Mbingu wa tatu ni bali Mungu anaishi. Yani kimsangwa na masomo kole mene choba. Haleluya. Haleluya. Ni bali Mungu anakaa katika kiti cha enzi. Ile tebe choba ngejerenyi ne bala chona te. Sasa nguno hizi kazi yote ambayo inasumbua watu dunia hii. Yani baishoni tutongol time bige wondu. Shetani anapanga kwa ofisi yake katika mbingu wa pili. Yani golle miti yani ole baishi Shetani kwa baba ni en kimsoko ne baba. Sasa ulimwengu wa kiroho jifunuliwa. So ndalingonye yani ondata mun milioni. Unaona vile Shetani anapanga kazi na kupatia mapepo kazi aina mbalimbali. Yani igere Shetani agigere lebongo nindo tumaitini kima tangane kazi. Analete kazi ya andoto mbaya. Hawa ibu baijione keu orwanto sekia. Aina mbalimbali. Yani tetete. Lakini anatumbepatiwa kazi ya kuondoa usingizi kwa mtu. Yani alakigo jina ziko iporiolene. Bala ukipita kwa mlango ya mtu na kuita yeye jeli, anasema hii sadisa kwa sababu ako macho. Ala kuja wanyano kuro tiene kwa kurenda afisa. Kola yani kwa sababu usingizi sadisa na wa usubuhi. Usingizi ni mteja abati. Apuni gazuna poi gonyeleni mirwanda hii. Mtu ako ndani ya blanketi. Imiori ya blanketi. Lakini usingizi alibebwa na tume lakini manyo mamirwanda hiyo nyingine. Na kwa gafu sababu nini ndani. Na ukije kukucheka kilio. Wote na Singi kama yogoliole. Ile yani kukwaza usingizi na bofika. Si mtaa ile kama na ngojo ukitaka kukeuka ibada na kwenda kotini na kuomba usingizi kuu. Wati mangu agivurugutunda agesa unaona Rwanda kabisa nini. Kwa sababu Shetani anasema akiomba amumwa ile kole ngotosa umekwisha. Uwage. Haleluya. Haleluya. Amen. Habari ya pili ya kwamba lila za Shetani aina yoyote inaondolewa kwa upako wa Roho. So faida na boy kuvista tobit agatulu wa Shetani. Amen. Na faida ya tatu ni ya kwamba kama utenda na faida na masomo gani? Baada ya hizo misimu wa Shetani kuondolewa pekani mwako. Wagista la utenda wa Shetani en katu. Na lila saka yote
utaondolewa. Ageng'am tuguk age tugul nebo setan. Sasa hiyo upako inaharibu isikuletea wewe tena. Yani ko kaile noto kora kung'eme kora tuguk yoton kotko makoi kilogogolongu kora. Yesu asema mwana wa Mungu akiwaweka huru, wewe utakuwa huru kweli. Amumwa ng'olyot kole yakotyachin werit ijaga. Amen. Hizo ni baraka ya upako. Nonano ko kaberuret nebo kaile nebo Yesu. en kainetab Jesu. Wewe waumini wenzangu, Unata konik katika maisha yetu ya siku hizi za mwisho, etabenyon ene wose dubalet. tutembee tukiwa tumechazwa na kubadilishwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ongewendate ko kakinyite akilo kwe kimnatet nebo tabenet tili. Katika jina la Yesu. En kainetab Jesu. Haleluya. Haleluya. Yaani unakuwa mtu ambaye ni God connect. Yaani umeunganishwa na Mungu. O yemuji tando otinye katuyet ak Jehova. Katika maisha yako ya kila siku. Esabeng'ung nebo kila. Katika jina la Yesu Kristo. En kainetab Jesu Kristo. Wewe ni mwamini ambaye unitegemeo katika hiyo kijiji. Ikoninde netienge en kokwono. Katika maisha yako. Esabeng'ung. Tena leta jibu katika jamii yenu. Ibu walutiet en Kwa family. sababu ya upako wa Roho Mtakatifu. Amun en kaile nebo tabenet Kwa tili. hiyo upako wa Sauli. No kaile nebo nguni. Nikupatia wewe uwezo kutenda yale ambayo umefunzwa. Yani ko komukteun iyai tugul chekokinet. Anointing to execute. Yani kaile komukteun iyai. Katika jina la Yesu. En kainetab Jesu. Tuamke kanisa la Mungu. Ongeng'eten kanisetab Kristo.